السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Halifa mtukufu ayyadahullah ta'ala ibn Aziz anasema kwamba kuanzia leo jalsa salana ya Holland itaanza, na mimi pia kwa fadhila za Mwenyezi Mungu nimepata nafasi ya kuhudhuria jalsa salana yao. Tangu miaka mingi iliyopita Amir Sahib alikuwa akinialika kwa ajili ya jalsa, lakini kwa sababu ya kuwa na shughuli chungu mzima, ingawa nilikuwa na hamu sana kwamba nishiriki jalsa salana yao, lakini sikuweza kushiriki. Lakini sasa Mwenyezi Mungu amenijalia nafasi ya kuhudhuria jalsa salana yao mwaka huu. Katika miaka michache iliyopita idadi ya jumuiya imeongezeka sana katika nchi ya Holland. Wapo wanajumuiya wengi ambao waliohamia hapa kutoka Pakistan, na vile vile wapo wengine ambao wamejiunga na jumuiya. Kwa yoyote sawa na jumuiya zingine za dunia, jumuiya ya Holland pia inaendelea kupata maendeleo sawa na uwezo wake. Jumuiya ya hapa pia inaendelea kupata maendeleo. Sasa vipeperushi pia vinasambazwa vizuri siku hizi, na jumuiya moja hapa imepata bahati ya kujenga msikiti mpya, ingawa sijawahi kuona msikiti ule, lakini watu wameniambia sana kuhusu msikiti ule na walisifu sana kuhusu msikiti ule. Na inshallah wiki ijayo nitaenda kwa ajili ya ufunguzi wa msikiti ule, yani nitaenda kufungua msikiti rasmi. Tayari wanajumuiya wanaswali swala katika msikiti ule, lakini mimi nitaenda kufungua rasmi wiki ijayo. Khalifa mtukufu anasema kwamba kumbukeni, kujenga mission house, nyumba za wabashiri au misikiti italeta faida na baraka wakati tunatekeleza malengo yake. Basi kila mwanajumuiya anayeishi katika nchi anatakiwa achunguze amali zake, na yeye afanye juhudi, na vile vile pamoja na kufanya juhudi atafute malengo ambayo tunalazimika kuyatekeleza baada ya kujiunga na jumuiya ya Sayyidina alayhi salatu wassalam. Kama nilivyosema hapo awali kwamba katika miaka michache wanajumuiya wengi wamehamia hapa, na kwa sababu ya hii idadi ya jumuiya imeongezeka. Sasa hawa ambao waliohamia katika nchi hii, kwa nini wamehamia? Wao wamehamia kwa sababu katika nchi ya Pakistan wanajumuiya hawana uhuru wa kufanya ibada
kule wanajumuia wanasumbuliwa kwa sababu ya imani yao na vile vile wananyang'anywa haki zao. Ndiyo maana kwa sababu ya hii kwamba wamempokea imamu wa zama hizi aliyekuja sawa na bishara za mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, na kwa sababu ya hii wanajumuia wanasumbuliwa. Sisi tunazuiliwa tusitaje jina la Mwenyezi Mungu na tusifanye ibada yake, na kwa sababu ya hii tu kwamba sisi kwa nini tumejiunga jumuiya na jumuiya ya Sayyidina alayhi salatu wassalam. Kule haturuhusiwi kujenga misikiti. Hata sio hii tu bali kule tunazuiliwa tusifanye mikutano wala tusifanye mipango ya malezi, na hivyo ndivyo tumekatazwa kuswali swala. Haturuhusiwi kuswali swala, na siku ya Idi kubwa hatuwezi kuchinja dhabihu, na sheria ya Pakistan haituruhusu kwamba sisi tuchinje dhabihu. Ikiwa mwanajumuiya anachinja, basi kesi inafunguliwa dhidi yake, na wao wanafanya hivi. Wanasema kwamba wao wanapata udhia ikiwa wanajumuiya wanafuata mafundisho ya dini tukufu ya Islam. Kwa kuwa na hali hii, wanajumuiya wengi walihama kutoka Pakistan na walihamia katika nchi mbalimbali ambapo kuna uhuru wa dini. Miongoni mwenu pia wale ambao wamehamia hapa, wao wamepewa uhuru wa dini. Hivyo ndivyo upande wa uchumi pia kuna nafasi ya kuboresha hali yenu. Basi kila mwanajumuiya ambaye amepata nafasi ya kuishi katika uhuru huu na amepata nafasi ya kufanya ibada, kwa kupata nafasi hii yeye anatakiwa amshukuru Mwenyezi Mungu zaidi. Pamoja na hii anatakiwa afanye juhudi ya kutekeleza lengo la kujiunga na Sayyidina alayhi salatu wassalam. Anatakiwa aboreshe hali yake ya kiroho na hulka zake na vile vile elimu yake pia. Yeye hatakiwi afurahi kwa sababu ya hii tu kwamba sasa tumepata uhuru na tumepata uhuru wa dini. Sasa hakuna marufuku je yetu ambayo yanaweza kutuzuia katika dini yetu. Inatakiwa ikumbukwe kwamba ikiwa amali zetu sio sawa na amri za Mwenyezi Mungu na vile vile hatukuleta mabadiliko mazuri ndani yetu na hatukufanya juhudi ya kuleta mabadiliko mazuri zaidi kuliko zamani, na hivyo ndivyo hatumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kupitia amali zetu. Katika hali hii kuna maana gani ya kupata uhuru wa dini? Vile vile kuna faida gani ya kuhudhuria mikutano wa mwaka? Hivyo ndivyo kuna faida gani ya kujenga misikiti? Sisi tutapata faida ya uhuru huu kweli kweli wakati sisi tutakapotekeleza jukumu la kujiunga na jumuiya hii. Sayyidina alayhi salatu wassalam alianzisha jalsa salana baada ya kupata idhini kutoka Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye alianzisha nidhamu ya jalsa salana ili sisi tuweze kuleta mabadiliko mazuri katika nafsi zetu, na sisi tuweze kutanguliza dini juu ya dunia, na vile vile tuweze kuelewa vizuri maana ya dini, tuweze kupata mapenzi ya Mwenyezi Mungu na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa kupitia mikutano hii sisi tuweze kuboresha hali yetu ya kiroho na vile vile hulka zetu, na kwa ajili ya kupata hali hii sisi tufanye juhudi ya hali ya juu. Sayyidina alayhi salatu wassalam kwa kueleza malengo ya jalsa salana anasema
vile vile anasema maneno haya kwa kusihi wanajumuiya wake, wafuasi wake. Anasema wanajumuiya wote ambao wamejiunga na jumuiya hii, hawa wanajumuiya wote wajue kwamba lengo la bayat ni kwamba wasiwe na mapenzi ya dunia, na badala ya mapenzi ya dunia, mapenzi ya Mwenyezi Mungu na mapenzi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yapate ushindi juu ya moyo, na yeye apate hali ya aina hii kwamba asione karaha ya kuaga dunia hii. Basi iwe wazi kwamba msidai tu kwamba nyinyi mumejiunga na jumuiya, bali ninyi mnalazimika kuwa watu wenye ikhlasi sana, wenye imani sana. Na Hazur anasema kwamba mtu anaweza kupata maendeleo katika ikhlasi yake wakati yeye atatanguliza mapenzi ya Mwenyezi Mungu na mapenzi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana Sayyidina alayhi salatu wasalam aliweka sharti hii katika masharti ya bayat kwamba yeye atatanguliza amri za Mwenyezi Mungu na amri za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam juu ya mambo yake yote ya maisha. Na mtu mafundisho haya, wakati mtu anakuwa na mapenzi ya Mwenyezi Mungu na mtume wake moyoni mwake kweli kweli, na jalsa salana hii ambayo sisi tunafanya, lengo lake ni kwamba sisi tuendelee kutujikumbusha kwamba lengo la kujiunga yetu ni nini, na sisi tujikumbushe kwamba kwa nini sisi tumejiunga na jumuiya. Ikiwa nasema hiyo hivi, sio maana yake kwamba sisi tusiwe na mapenzi ya dunia, bali maana yake ni kwamba tunatakiwa tutangulize mapenzi ya Mwenyezi Mungu na mtume wake, na kwa ajili hii tunatakiwa tufanye juhudi sana, kwa sababu tulipofanya bayat tuliahidi kwamba tutatanguliza mapenzi ya Allah na mtume wake juu ya mapenzi ya dunia. Basi kwa ajili hii tunalazimika kujitolea wakati wetu, tunalazimika kujitolea mambo ya dunia kwa ajili ya kutekeleza amri za Mwenyezi Mungu na malengo ya Mwenyezi Mungu. Vile vile tunalazimika kuepukana na maovu ya kila aina. Ikiwa kibarua chetu na vile vile biashara yetu na vile vile mambo ya dunia yanatuzuia katika kutekeleza amri za Mwenyezi Mungu, katika hali hii hatuwezi kuwa wanajumuiya. Hasa tunalazimika kujiepusha na mambo haya yote ya dunia, na vile vile tunalazimika kuondoa vizuizi vyote hivi vinavyopatikana katika njia zetu. Ikiwa kibri yetu na majivunu yetu na vile vile umashuhuri wetu na vile vile fikira zetu za nafsi zetu zinakuwa kizuizi katika majukumu yetu, basi ikiwa hali hii inapatikana, tunafanya kinyume na amri ya Mwenyezi Mungu. Ikiwa tunamuasi Mwenyezi Mungu na tunaenda kinyume na mafundisho ya Mwenyezi Mungu, basi sisi hatutekelezi jukumu la bayati yetu. Sayyidina alayhi salatu wasalam alisema kwamba kila mwana jumuiya anatakiwa ampende Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awe mapenzi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na inatakiwa mapenzi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yawe juu ya mapenzi yote na mapenzi ya kila aina na mapenzi ya wanadamu wote, kwa sababu mtu anaweza kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu kwa kupata mapenzi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtu kwa kufuata mapenzi na amri za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaweza kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu. Vile vile mtu anaweza kupata wokovu wake kwa kufuata amri zote za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kwa kuwa na mapenzi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina alayhi salatu wasalam anasema, angalieni Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qur'ani tukufu,
in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukumullah, yani waambie watu kwamba enyi watu, ikiwa mnanipenda mimi, ikiwa nyinyi mnampenda Mwenyezi Mungu, basi munipende mimi. Katika hali hii Mwenyezi Mungu pia atawapenda. Yani wakati mtu atakapomfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na atakapofuata nyayo zake, basi katika hali hii Mwenyezi Mungu pia atampenda na atakuwa chini ya mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwa ajili ya kuwa wapendwa wa Mwenyezi Mungu, njia ni moja tu, kwamba mtu afuate nyayo za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min ghairi ya njia hii hakuna njia nyingine ya kupata ukaribu na Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu anatakiwa awe na lengo moja tu, kwamba yeye anatakiwa apate ukaribu na Mwenyezi Mungu, na yeye anatakiwa atafute mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye hatakiwi awe na malengo mengine, yeye hatakiwi aletwe kitu kingine dhidi ya Mwenyezi Mungu. Sayyidina Al-Islam anasema kila mwanajumuiya anatakiwa ajiepushe na ushirikina wa kila aina, na yeye hatakiwi afuate tamaa ya nafsi zake. Sayyidina Al-Islam anaendelea kusema kwamba, nasema mara ya tena kwamba min ghairi ya njia hii ya kufuata njia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuna njia nyingine ya kupata wokovu. Sayyidina Al-Islam anasema kwamba mtume wetu ni mtume mmoja tu, na kitabu chetu ni kitabu kimoja ambacho ni Qur'ani tukufu kilichoshuka juu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa kufuata kitabu hiki tunaweza kupata ukaribu na Allah subhanahu wa ta'ala. Kumbukeni, kufuata Qur'ani tukufu na kusali swala na vile vile kufuata amri zote, min ghairi ya vitu hivi vyote hakuna njia nyingine ya kupata fadhila za Mwenyezi Mungu na baraka zake, na wala hakuna ufunguo mwingine ambao unaweza kutusaidia kupata ukaribu na Allah subhanahu wa ta'ala. Huzur anasema kwamba basi kwa ajili ya kupata baraka hizi na fadhila hizi tunalazimika kufuata amri zote za Mwenyezi Mungu na vile vile amri za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa hali hii haipatikani, basi Sayyidina Al-Islam ameshasema wazi wazi kwamba hakuna faida ya bayati yenu. Vile vile kujumuika kwenu kwa ajili ya salana pia haitakuwa na faida. Sayyidina Al-Islam anasema zaidi, mimi ni ashik na mpenzi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basi ikiwa nyinyi mnataka kuwa wafuasi wangu, basi nyinyi pia mnalazimika kufuata mpendwa wangu ambaye ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mnalazimika kumtegemea Mwenyezi Mungu, na mnatakiwa muwe na hali ya aina hii kwamba msiwe na tamaa ya dunia wala msiangukie dunia hii. Kila kitendo chenu kinatakiwa kiwe sawa na amri ya Mwenyezi Mungu na sawa na amri ya Mtume Muhammad, amri za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila shaka kuchuma dunia hii na kufanya biashara katika dunia hii haikukatazwa, bali Mungu mwenyewe anasema kwamba tunalazimika kuchuma dunia na kufanya kazi. Masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam pia walikuwa wakifanya kazi, walikuwa wakifanya biashara na shughuli za aina mbalimbali, na wao pia walikuwa wakifanya biashara ya mamilioni na mamilioni, na walikuwa na mali ya mamilioni na mamilioni, lakini wao walitanguliza mapenzi ya Mwenyezi Mungu na mapenzi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam juu ya vitu hivi vyote. Na wao walikuwa na fikra hii tu kila wakati kwamba tunalazimika kutekeleza haki za ibada ya Mwenyezi Mungu, na vile vile tunalazimika kufuata amri zote za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wao walikuwa wakifikiria kila wakati kwamba isije tukafanya kitendo ambacho kinasababisha kumkasirisha mpendwa wetu. Hazur anasema kwamba mimi nimeshawahi kueleza kuhusu maisha ya maswahaba mbalimbali. Mmeona wao walikuwa wakiishi namna gani na namna gani walikuwa wakimtii Mtume sallallahu alaihi wasallam na namna gani walikuwa wakimpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wao walikuwa
waangalifu sana kwamba isije wakafanya kitendo chochote ambacho kinasababisha kumkasirisha mpendwa wao. Sisi pia tunatakiwa tuwe na hali ya aina hii kwamba ingawa tunakuwa na shughuli za dunia na licha ya kuwa na shughuli hizi za dunia, sisi hatutapunguza ibada ya Mwenyezi Mungu wala hatutaghafilika kuhusu ibada ya Mwenyezi Mungu na mapenzi yake. Sisi sawa na uwezo wetu tutaendelea kufuata amri zote za Mwenyezi Mungu na mtume wake, na kwa ajili ya kuboresha hali yetu ya kiroho na kwa ajili ya kupata baraka kutoka katika jalsa salana na vile vile kuleta mabadiliko mazuri katika hali ya amali zetu. Sisi tumejumuika hapa siku 3 kwa ajili ya jalsa salana. Tunatakiwa basi tupate lengo hili, na tunatakiwa tuwe na fikira hii na tufikirie kila wakati kwamba kwa nini sisi tumejumuika hapa kwa ajili ya siku 3. Tumejumuika hapa ili sisi tulete mabadiliko mazuri ndani yetu, na vile vile tumejumuika kwamba tuwe mbali na maovu yetu, na vile vile tuendelee kumkumbuka Mwenyezi Mungu na kumtukuza yeye na kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa sisi hatuna mawazo ya aina hii, basi kuja kwenu hapa kwenye jalsa salana haitakuwa na baraka. Mtu mwenye akili anatakiwa afikirie kwamba yeye amekuja hapa kwa ajili ya mazoezi ya kuboresha hali yake, na wakati mtu anapotoka nje katika mazingira ya hii, basi anaghafilika. Kwa hiyo amepata nafasi ya kuboresha hali yake, anatakiwa afanye juhudi ili aweze kuboresha hali yake. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kueleza malengo ya jalsa salana anasema, wafuasi wangu wanatakiwa waje hapa kwa ajili ya kumkumbuka Mwenyezi Mungu na kwa ajili ya kusikiliza mafundisho ya Qur'an tukufu. Katika jalsa salana watapata hutuba zenye maarifa sana ambazo ni muhimu sana kwa ajili ya kuboresha hali ya kiroho na hali ya amali za binadamu. Jalsa salana lengo lake ni kupata maendeleo katika imani na kuboresha hali yetu ya kiroho. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba jalsa salana sio kama sherehe ya dunia kwamba tumejumuika na tumepiga kelele na tumesherekea kisha tumerudi. Jalsa salana sio jalsa ya aina hii, bali kila mtu anayekuja kuhudhuria jalsa salana, awe mwanamume au mwanamke, awe kijana mzee, kila mmoja anatakiwa alenge lengo lake ili imani yake na maarifa yake iboreke zaidi, ili apate maendeleo katika mapenzi ya Mwenyezi Mungu na mtume wake. Ikiwa mtu anapoboresha maarifa yake, ndipo anaona kwamba mapenzi ya Mwenyezi Mungu yanazidi, na vile vile mapenzi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pia yanapata maendeleo. Bila hii maendeleo katika mapenzi hayawezi kupatikana. Kwa kupitia maarifa hii mtu anapata maendeleo katika mapenzi ya Allah na mtume wake. Huzur anasema kwamba hatutakiwi tuwe na imani hii kwamba sisi tumekuja hapa kusherekea sherehe na sisi tupoteze muda wetu kisha turudi majumbani kwetu. Ikiwa mtu anakuwa na mawazo ya aina hii, kuja kwake kwenye jalsa salana itakuwa bure, haitakuwa na faida kwake. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kutukumbusha kuhusu mema na kuhusu mema ambayo ni kutekeleza malengo ya kuumbwa kwetu, anasema tunatakiwa tufanye mema kwa nia hii tu kwamba tumridhishe Mungu wetu na vile vile tupate ridhaa yake, na sisi tufuate amri yake bila kuwa na tamaa kwamba tutapata thawabu ujira au hatutapata ujira thawabu. Hii ndiyo ni mema halisi, kwamba mtu kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu yeye afuate amri zake zote, na katika mema ibada pia ipo na vile vile haki za wanadamu pia zipo. Yani mtu anatakiwa atekeleze majukumu haya yote, na mtu muamini hatakiwi afuate amri hizi zote kwa kuwa na nia hii kwamba atapata ujira kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na atapata thawabu,
bila shaka mtu akifanya kitendo kizuri lazima mtu anapata ujira wake, lazima Mwenyezi Mungu anampatia ujira. Lakini imani halisi lengo lake ni kwamba mtu asifanye mema kwa nia hii kwamba yeye apate kitu chochote au apate ujira, bali anatakiwa afanye kitendo kizuri kwa sababu ni amri ya Mwenyezi Mungu afanye vitendo vizuri. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema imani inakamilika wakati mtu anaondoa wasiwasi ya kila aina na anakuwa na yakini, yani yeye asiwe na maoni ya aina hii kwamba huenda atapata ujira au hatapata ujira. Yeye asiwe na wasiwasi ya aina hii, bali afanye kila amali kwa ajili ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Bila shaka Mwenyezi Mungu hapotezi mema yoyote. Mwenyezi Mungu anasema kwamba yeye hapotezi ujira wa waaminio. Lakini yule ambaye anafanya mema, anafanya vitendo vizuri, yeye hatakiwi azingatie atapata ujira kwa sababu ya vitendo vizuri. Basi mema haswa ni kwamba mtu afanye kitendo kizuri au mema bila kuwa na tamaa ya aina yoyote. Kwa kulenga lengo hili tunatakiwa tutimize haki za wenzetu na tutimize haki za wenzetu kwa sababu hii ni amri ya Mwenyezi Mungu. Yeye ametuambia kwamba sisi tutendane vizuri, na vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam alituamuru kwamba tutendane vizuri na vile vile tutimize haki za wenzetu, na vile vile tunatakiwa tuwe na hulka njema. Hata kama mnapata ujira kutoka kwa watu kwa sababu ya kuwa na tabia hii, msijali, bila shaka Mwenyezi Mungu lazima atawapatieni ujira wake. Wakati Mungu wetu anatutendea hivi na anatupatia ujira kwa njia hii, katika hali hii sisi tumepewa jukumu kubwa kiasi gani kwamba tufuate amri zote za Mwenyezi Mungu ambazo tulizozipewa, vile vile tuipukane na maovu yote kwayo ametuambia tuipukane nayo. Hazur anasema kwamba baada ya kuhamia katika nchi hizi za maendeleo, baada ya kuja katika mazingira haya ya maendeleo, tunatakiwa tuchunguze zaidi hali yetu ya kiroho na tuwe waangalifu zaidi kuliko zamani. Baadhi wakati mtu anapopata starehe, basi anamsahau Mwenyezi Mungu, yeye anakuwa mvivu katika ibada yake, na sisi tunaanza kufikiria kwamba ikiwa kitendo fulani au kazi fulani dunia hatukufanya basi tutapata hasara. Lakini Mwenyezi Mungu anasema kwamba yeye ni mwenye kutoa riziki na yeye anaturuzuku. Tunapoona watu wa dunia tunakuta wao wanaangukia dunia na wao wanatanguliza kazi za dunia na hawatekelezi hawatekelezi majukumu yao. Na kwa bahati mbaya miongoni mwetu wapo wengine ambao ni watu wa aina hii kwamba wao wanaacha swala zao kwa sababu ya shughuli za dunia. Inakuwa wakati wa swala na wao wanaacha swala na wanajishughulisha katika kazi ya dunia. Baadhi wakati wanaacha swala na wanachanganya swala. Hapa wapo wengine ambao hata hawaswali sala kabisa na wanatanguliza kazi ya dunia. Bali sisi tunatakiwa tuswali swala kwa wakati. Au wapo wengine ambao wanaswali swala haraka haraka kama wamelazimishwa kusali na wamepewa mzigo. Hii hali sio dalili ya kuwa na mapenzi ya Mwenyezi Mungu, bali hali hii ni kuwa na mapenzi ya dunia hii. Basi ikiwa mnataka kutekeleza jukumu la kujiunga na Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katika hali mnalazimika kutekeleza haki ya ibada ya Mwenyezi Mungu. Na kuhusu hii Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametukumbusha na amesema kwamba mnatakiwa mufanye ibada ya Mwenyezi Mungu kwa mapenzi yake, na msifanye ibada yake kukuwa na nia hii kwamba ni farz, bali pamoja na farz inatakiwa muwe na mapenzi ya Mwenyezi Mungu kwa kuchanganya vitu hivi vyote viwili. Mnatakiwa mufanye ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wakati mtakapokuwa na hali ya aina hii, basi
hamtakuwa na tamaa ya dunia. Na katika hali hii mtajua maana ya kutanguliza dini juu ya dunia ni nini. Wakati mtu anapoacha tamaa ya dunia kando, katika hali hii Mwenyezi Mungu anamruzuku katika njia ambayo yeye hajui njia zile. Kama Mwenyezi Mungu anasema man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib, yani yule ambaye anamcha Mwenyezi Mungu, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja, yani yule ambaye anamcha Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu anamfungulia njia za baraka zake, anafunguliwa njia za riziki mahali ambapo yeye alikuwa hafikiri kwamba atapata riziki. Sayyidina alayhi salatu wasalam katika tafsiri aya hii anasema, mtu ikiwa anataka kupata bashasha na furaha na raha, basi anatakiwa afuate ucha Mungu. Mwenyezi Mungu hapotezi waja wake, wala yeye hawaachi kwamba waanze kuomba hapa na pale, bali Mungu mwenyewe anawasaidia. Amesema, mimi mwenyewe nina imani kamili kwamba ikiwa kuna mtu ambaye ni mcha Mungu kweli kweli, Mwenyezi Mungu anaruzuku vizazi vyake mpaka vizazi 7, isipokuwa kuna kizazi ambacho kinaenda kinyume na amri za Mwenyezi Mungu, pengine Mwenyezi Mungu anaruzuku vizazi vyake. Anasema mwanadamu anatakiwa asitegemee dunia na uwezo wake. Yeye anatakiwa amtegemee Allah subhanahu wa ta'ala tu peke yake, na yeye aone kwamba ni Mungu pekee ambaye anaweza kumruzuku, ni yeye ambaye ni mpaji wa kila kitu. Basi hali hii inaweza kupatikana ikiwa anakuwa na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Sayyidina al-Islam anaendelea kusema zaidi kwamba yule ambaye anakuwa wa Mwenyezi Mungu, Mungu pia anakuwa wake. Kisha anasema, yule mtu ambaye anakuwa duniani kwa ajili ya kupata ladha ya dunia tu, basi faida ya umri wake ni nini na kuishi kwake katika dunia hii maana yake ni nini? Kwa sababu yeye anakuwa na lengo moja tu, kwamba yeye apate ladha ya dunia. Yeye hana kitu chochote au sehemu yoyote katika maisha yake kuhusu mapenzi ya Mwenyezi Mungu, na maisha yake ni kula na kulala na kuishi katika dunia hii na kupata starehe, na vile vile lengo lake ni kupata chakula kizuri, na vile vile kulala kwa starehe, na vile vile nia yake inakuwa kuwa na mke mzuri na watoto wazuri, na vile vile kuwa na bustani nzuri na shamba nzuri. Basi yeye anakuwa mtumishi wa tumbo lake, na yeye anakuwa mtumwa wa tumbo lake. Yeye sio mtumishi wa Mwenyezi Mungu, wala sio mwenye kufanya ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye hawezi kuwa mtumishi wa Allah subhanahu wa ta'ala, bali yeye anakuwa mtumishi wa malengo ya nafsi yake na tamaa ya nafsi yake. Anakuwa na lengo moja tu, kwamba awe na mali, awe na nyumba, na vile vile awe na magari na starehe. Na zamani watu walikuwa wakifuga farasi, lakini siku hizi watu wanakuwa na magari. Kwa hiyo yeye anakuwa na lengo hili kwamba awe na magari. Bila shaka kupata faida ya dunia sio kitu ambacho kimezuiliwa, lakini ikiwa mtu anakuwa na nia hii tu kwamba apate starehe ya dunia, basi yeye anakuwa mtumishi wa dunia, sio mtumishi wa Mwenyezi Mungu. Mtu aina hii hawezi kuwa mtu ambaye anamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, bali yeye anaabudu tamaa ya nafsi yake. Amesema Sayyidina alayhi salatu wasallam kwamba yeye amefanya lengo lake, amefanya tamaa ya nafsi yake kama ni lengo la maisha yake, na anakuwa na lengo hili tu kwamba apate starehe ya dunia. Lakini Mwenyezi Mungu amesema ndani ya Qur'ani tukufu kwamba lengo la kuumbwa mwanadamu ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, kama Mwenyezi Mungu anasema, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yani mimi nimewaumba wanadamu na majini kwa ajili ya kuniabudu mimi tu. Sayyidina Muhammad anasema kwamba
Mwenyezi Mungu amesema kwamba wanadamu wameumbwa kwa ajili ya kumwabudu yeye tu, yaani mtu anatakiwa awe na lengo la kumwabudu Allah, na kwa ajili ya lengo hili Mwenyezi Mungu ameumba dunia hii. Lakini watu wa dunia wanakuwa na mawazo ya aina tofauti. Kitu kinachotendeka duniani ni kinyume na amri hii ya Mwenyezi Mungu. Watu wanakuwa na tamaa za nafsi zao, na wao hawapati hamu ya kukuja karibu na Mwenyezi Mungu. Basi mambo haya yote yanatakiwa yatukumbushe kwamba namna gani tunaweza kupata lengo la kuumbwa kwetu na lengo la kupata maisha yetu. Tusifikirie kuhusu dunia hii ya hapa tu. Juhudi yetu isiwe kwa ajili ya kuchuma dunia hii ya hapa tu, bali tunatakiwa tufanye juhudi ya kulenga na kupata lengo la kuumbwa kwetu, na kwa ajili ya kupata lengo hili tutumie uwezo wetu wote. Hazur anasema kwamba baada ya kuhamia katika nchi hizi sisi tupate ukaribu na Mwenyezi Mungu, na vile vile tutimize na tutekeleze haki ya ibada yake. Sisi tusiwe na tamaa ya kidunia kama aliyosema Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bali tunatakiwa tumtambue muumbaji wetu ambaye aliyetuumba, na kwa kufanya hivi tuweze kutekeleza lengo la kuumbwa kwetu. Na vile vile katika dhama hii tuweze kutekeleza lengo kwalo Mwenyezi Mungu alimtuma Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, mimi nimetumwa kwa ajili ya hii kwamba mimi niboreshe imani za watu, na vile vile nithibitishe kwamba Mwenyezi Mungu yupo, kwa sababu hali ya imani ya mataifa yote imeharibika sana, na watu wanaona kwamba akhira ni mambo ya kale tu, ni mambo ya historia tu. Na hali hii inathibitika kwa kuona hali ya vitendo ya watu, kwamba watu wanakuwa na tamaa ya kidunia, na jinsi wanategemea dunia hawamtegemei Allah subhanahu wa ta'ala. Wao wanaitegemea dunia hii zaidi kuliko kumtegemea Allah na akhira. Kwa ulimi wanasema maneno tofauti, lakini moyoni wao wanakuwa na mapenzi ya Mwenyezi Mungu, ingawa katika matamshi yao wanasema Allah Allah, wanatamka neno la Mwenyezi Mungu, lakini moyoni mwao wanakuwa na tamaa na vile vile ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Sayyidina al-Islam anasema zaidi kwamba wakati mapenzi yalipopotea katika mioyo ya Mayahudi, Mwenyezi Mungu alimtuma Isa alayhi salatu wasalam, na hii ndio hali iliyopatikana katika zama hizi. Ndio maana mimi nimetumwa ili niweze kuboresha imani na vile vile niimarishe ucha Mungu katika mioyo ya watu. Hazur anasema sasa sisi tumepewa jukumu hili kwamba kwa kutekeleza lengo la bayati yake, ikiwa tuboreshe mapenzi ya Mwenyezi Mungu mioyoni mwetu, na vile vile tuimarishe tauhid na umoja wa Mwenyezi Mungu mioyoni mwetu, na vile vile tusiwe na mapenzi ya dunia bali tuwe na mapenzi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na tulete mabadiliko mazuri ndani yetu, na kwa kuleta mabadiliko hivi tulete jamii hii pia karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Siku hizi ni dunia ambayo imesahau Mwenyezi Mungu, haikubali Mwenyezi Mungu yupo, na kila mwaka watu wengi sana wanaendelea kuwa mbali na Mwenyezi Mungu na wanamkataa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hali hii inapatikana katika dini ya Kikristo na katika dini zingine vile vile. Hali hii inapatikana katika Waislamu pia kwa bahati mbaya. Hawa watu ambao wanaendelea kumkataa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa na hali hii tunatakiwa tuwe na mapenzi ya Mwenyezi Mungu, kisha tuwaambie watu wengine pia kuhusu mapenzi ya Allah. Katika hali hii tutaweza kutekeleza lengo la jalsalana, na vile vile tutaweza kutekeleza haki ya bayati ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na tena hii haitoshi kwamba tuwe na mapenzi ya Allah na vile vile mapenzi ya Mwenyezi Mungu na tutosheke na hali hii, bali tunalazimika kwamba hali hii ipatikane katika vizazi vyetu pia, kwamba wao pia wanampenda Mwenyezi Mungu na wao pia wanatanguliza mapenzi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam juu ya mapenzi mengine. Hivyo ndivyo kama niliyosema kwamba tunalazimika
kuiambia dunia hii na kuifahamisha dunia hii na kuelimisha dunia hii kuhusu mapenzi ya Mwenyezi Mungu na mtume wake. Vile vile sisi tumepewa jukumu la kusambaza ujumbe wa Sayyidina alayhi salatu wasallam. Baada ya kufanya bayari yake, Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kufanya hivi. Hazur anasema kwamba katika siku hizi za jasa salana muboreshe hali ya ibada yenu, na tunatakiwa tuweze kutumia vizuri siku hizi tatu katika mapenzi ya Mwenyezi Mungu na mtume wake, na mapenzi ya dunia yasiwe juu ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Kwa ajili ya kupata baraka na fadhila za Mwenyezi Mungu tunalazimika kufanya maombi sana. Bila maombi hatuwezi kupata hali hii. Tunalazimika kufanya maombi sana. Mwenyezi Mungu الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر